Nawezaje kujua kwamba mhubiri huyu ni wa uongo? Ninawezaje kujua kwamba kanisa hili linahubiri uongo? Ninawezaje kujua kwamba mwalimu huyu anafundisha uongo? Ninawezaje kujua kwamba nabii huyu ni nabii wa uongo? Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Brian Franki, na siku ya leo ni siku ambayo tunakwenda kujifunza namna ya kumjua mhubiri wa uongo, kanisa la uongo, mwalimu wa uongo, nabii wa uongo, mtume wa uongo, mwinjilisti wa uongo. Mpendwa, kama hujasubscribe, uweze kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapoziupload. Neema yake Mungu iwe pamoja nawe. Basi twende tukajifunze. Mpendwa, katika ile Mathayo 24 na ule mstari wa 24, Yesu Kristo anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Mpendwa, tunaishi katika kipindi ambacho watu wengi wameacha kumfata Kristo na wamekuwa wakifata wachungaji, wamekuwa wakifata makanisa, wamekuwa wakifata ishara, wamekuwa wakifata miujiza, wamekuwa wakifata walimu, wamekuwa wakifata manabii na kuacha kweli ambayo ni Kristo Yesu. Mpendwa, sisemi kwamba kumsikiliza mchungaji, kumsikiliza mwalimu, kumsikiliza nabii ni kitu kibaya, lakini sio kitu ambacho kinatakiwa kufika mpaka kwenye moyo wako, yaani yamkini hata kusahau maana ya Kristo. Wengine wanapotea kabisa katika ile maana ya Kristo. Kumbuka, watatokea manabii wengi ambao wataongea maneno ya uongo kwa ajili ya faida zao wenyewe, yamkini kuwapoteza hata walio wateule. Sasa katika Yohana 17 na ule mstari wa 17 anasema, watakase kwa ile kweli, maana neno lako ndiyo kweli. Neno la Mungu ndiyo kweli. Mpendwa, kujua uongo ni kuijua kweli, na hii kweli ipo katika Yesu Kristo pekee. Maana ukishakaa katika kweli, hivyo kwako uongo ni rahisi kujua, ni rahisi kufahamu. Na siku ya leo tutakwenda kuangalia vitu vitano ambavyo unaweza kumgundua kwamba mhubiri huyu ni wa uongo, au kanisa hili ni la uongo, au maneno haya ni ya uongo, au matamshi yanayoongeleka, vitendo vinavyotendeka ni kwamba ni vya uongo. Anasema, mti mtaujua kwa matunda yake, mtaujua mti kwa matunda yake. Hata hawa manabii tutawajua kwa jinsi ambavyo wanayofanya. Na katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa kwanza anasema, ndugu zangu, tusijaribu kila roho tujue kama zinatoka kwa Mungu. Kuitest spirit is the better things. Ni kitu cha msingi na kitu cha muhimu sana kuijaribu roho, kwa sababu umepewa mamlaka, umepewa the will choose, umepewa mamlaka ya kuchagua nini ambacho unakitaka, nini ambacho unakiona kiko sahihi, na hiyo ni imani. Hili ni somo la siku nyingine kwa habari ya believing and trust, yani kwa habari ya imani, lakini pia ya kuamini, lakini pia na kutumaini. Ni vitu viwili tofauti, tutakuja tujifunze kwa wakati mwingine. Sasa jambo la kwanza kabisa, ili uweze kugundua mhubiri huyu ni wa uongo, kwanza muamini Yesu Kristo. This is the bigger, na hii ndio kuu, na huu ndio msingi wa mambo yote. Ili uweze kuondoka katika uongo, ili uweze kuondoka katika kujua kuspoti uongo, kugundua kwamba huu unaongeleka ni uongo, kwanza muamini Kristo ndani ya moyo wako. Mpendwa, katika ile Wakolosai 2 na ule mstari wa 2 mpaka 4 anasema, ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote. Lazima upate utajiri wote, yani the whole riches, yani richness, na ule utajiri wote wa Mungu ambao upo katika Kristo, na kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo, na wapate kabisa kufahamu kwamba siri ya Mungu ni Kristo. Baada ya kujua siri ya Mungu ni Kristo, maana yake kwako giza halitakaa. Anasema pia mstari wa 3 anasema, ambaye ndani yake yeye huyo Kristo hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Maana yake maarifa, ufahamu wote upo katika Kristo, umesitirika katika Kristo. Hazina zote za hekima na maarifa, the right choice, uwezo wa kujaji, wisdom, lakini pia na ile knowledge yote imesitirika, ipo ndani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo ukimwamini Kristo Yesu, maana yake ile hazina yote na ile maarifa yote itakuwa part of you, itakuwa sehemu ya wewe. Mstari wa 4 anasema, nasema neno hili
mtu asije akawadanganya kwa maneno ya kuwashawishi. Analiongea neno hili ili mtu asije akawadanganya kwa maneno ya kuwashawishi. Ndio maana anawaambia muamini Kristo Yesu. Ukisha muamini Kristo Yesu, hapa Paulo alikuwa anaongea na kanisa la Kolosai, lakini pia na wale wa Laodikia, akiwaambia nitake mjue kwa nini nina jitihada juu yenu kuambia kwamba muamini huyu Yesu Kristo, ili mpate hekima na maarifa yote, ili mtu asije akawadanganya kwa maneno akawashawishi, ili asije akaja mwalimu wa uongo, ili asije akaja nabii wa uongo, ili asije akaja mchungaji wa uongo, ili lisije likaja kusanyiko la uongo au kanisa la uongo likaja likakushawishi kukudanganya ukatoka katika ule utukufu, au ukaacha ukasema hapana, hii sio njia sahihi. Mpendwa katika Bwana, huko ni kwa kumwamini Kristo Yesu. Na njia ya pili inafanana na hiyo katika pati yake, katika sehemu yake. Hii ni kwa kusoma neno la Mungu. Mpendwa katika Bwana, this is the best way, kwa sababu hii ndio ambayo hata unaweza ukaiona katika mwili wako. Mpendwa, ukilisoma neno la Mungu, ukalielewa neno la Mungu, ukajifunza neno la Mungu, mpendwa, utaweza kujua mema na mabaya. Utaweza kugundua nabii wa uongo na nabii wa, utaweza kugundua mwalimu wa uongo, utaweza kugundua, kwa sababu neno liko clear, limeandikwa katika mfumo wa kuonesha, limenyoka kabisa katika huo utukufu. Katika kitabu cha Timotheo wa pili 3 na ule mstari wa 16 anasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuadibisha watu hata wakaenda katika haki. Neno la Mungu hilo linafaa kwa mafundisho, linafaa. Kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho, kwa kuwafundisha watu, kwa kuwaonya makosa yao, na kwa kuadibisha hao watu, na kuwafanya waende hata katika haki. Hilo ni neno la Mungu. Mpendwa, ukishajifunza neno la Mungu, ukalielewa neno la Mungu, hata mtu akikwambia maneno gani ya kukushawishi, kwa sababu unajua kweli iko wapi. Na ukumbuke neno la Mungu ndiyo kweli yenyewe. Ukishaijua kweli, nayo hiyo kweli utakuwa huru katika yeye Kristo Yesu. Na katika kile kitabu cha Efeso 6, wakati anaeleza kwa habari ya kuwa hodari katika Bwana, akaeleza silaha za Mungu, na silaha mojawapo ni neno la Mungu, ambao akalifananisha na upanga wa Roho, ambalo ni upanga wa Roho. Maana yake upanga wa Roho kazi yake ni kutenganisha vitu, kuvigawanyisha vitu, kibaya na kizuri, linachagua, linaenda linapiki kwamba hichi si sahihi, hichi ni sahihi, linagawanyisha. Kama kitu kilikuwa ni cha uongo, linakipasua, lina ulivili ule uongo wake. Kama kitu ni cha kweli, linakionyesha, linauthibitisha ule ukweli wake, kwa sababu ni neno la Mungu, lina pumzi ya Mungu. Katika ile Waebrania 4 na ule mstari wa 12 na 13 anasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Neno la Mungu li hai kwanza, tena lina nguvu. Kisha kuwa na neno la Mungu ni uhai, alafu tena linakuwa na power, liko might. Anasema tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga unaokata kweli, double edged sword. Maana yake lina makali kweli, huku na huku, kwa linakata huku, linakata na huku. Anasema hivi, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho, ule mwili, tamaa ya mwili, lakini pia na kusudi la roho. Linatenganisha, linagawanyisha nafsi na roho, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa mfano, unakuta mtu amekwambia labda lete kitu, labda unakuta nabii anakuambia labda lete fedha yote, lete hichi kitu chote. Neno la Mungu ndio ambalo linakuspot kwamba hichi kitu unafanya. Unakuta wewe anakutaka umalize kila kitu, wakati yeye huko anaenda kuspendi katika majengo, katika nini, katika vitu fulani, katika hayo mambo yote. Mwisho wa siku ile roho itakuwa inakuspot, inakuwa inakwambia kwamba hili jambo si sahihi. Ni kazi ya neno la Mungu. 13, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele yake, lakini vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Kila kitu kiko tupu, kinafunuliwa katika yeye aliye na mambo yetu. Katika Yohana 1 anasema, hapo mwanzo kulikuwapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Anasema hivi, na kila kitu kilifanyika kwa huyo neno, na pasipo yeye hakuna kitu chochote ambacho kilichofanyika. Maana yake hakuna kitu chochote ambacho kipo hakikutoka kwake. Kwa hiyo kila kitu kiko tupu mbele ya Kristo, kila kitu kiko tupu mbele ya neno la Mungu, kila kitu kipo tupu mbele ya uweza wa Mungu. Kwa hivyo kila jambo litawekwa wazi katika neno la Mungu, ukiwa na maarifa ya neno la Mungu.
Mpendwa, hao manabii wa uongo watakuja kwenu kwa ufisadi wa maneno waliojitungia kwao. Watakuwa wakiwaambia maneno, wakiwaambia vitu hivi ambavyo haviendani na neno la Kristo na haviendani na maana ya katika uweza wa Kristo, katika injili ya Kristo, katika hii neema ambayo tumeipata. Watakuja kwa maneno hayo ambayo hao wakitaka kujipatia faida kutoka kwenu kwa maneno ambayo wamejitungia wenyewe. Lakini kitu kimoja, sitaki niwe mimi, sitaki uwe wewe mpendwa. Anasema hukumu yako haikawii, wala uvunjifu wako hausinzi. Uko active unakuangalia, uko active unakuangalia. Utaanguka na kufa katika ziwa la moto lile mpendwa. Katika Wakolosai 2 na ule mstari wa 18 mpaka na ule mstari wa 20, tutaruka mstari, tutasoma 18 na 20. Anasema mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Anasema hapa mtu asija kawanyang'anya thawabu yenu mkakosea kujua maana ya utukufu wa Mungu. Soma mpendwa katika Bwana hichi kitabu cha Wakolosai 2 chote, au kianzia hata Wakolosai mlango wa kwanza, soma chote. Mlango wa pili hapa ameeleza vizuri kabisa kwa habari ya namna ambavyo mambo yanatofautiana sana katika mfumo wa mwili, katika mfumo wa Agano la Kale na katika mfumo wa Agano Jipya. Watakuchukua maneno ya kuwashawishi ambao ni akili zao wenyewe na wanaacha ile neema, ule uzuri wa Kristo Yesu. 20 anasema basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Basi ikiwa mimi na wewe tumekufa katika Kristo Yesu, sisi tumekufa na tumezaliwa upya, kwa nini tena kujitia kwenye mafundisho ya awali ambao tunanyenyekea katika mapenzi ya mtu mwenyewe na kujitia katika amri kama watu wenye kuishi duniani? Tusijue kwamba tumebadilishwa na kuingizwa katika ule utukufu wote wa Mungu. Mpendwa, hilo ni jambo la pili. Neno la Mungu linatenganisha, neno la Mungu linaviacha wazi vitu vyote. Mpendwa, neno la Mungu linatenganisha, neno la Mungu linaacha wazi vitu vyote. Ukweli unaonekana katika neno la Mungu kwa sababu lina pumzi ya Mungu. Mpendwa katika Bwana, hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, nawezaje kumjua nabii wa uongo, mwalimu wa uongo, kanisa la uongo, mafundisho ya uongo? Mpendwa, ni kwa njia ya mafundisho yanayofundishwa, mahubiri. Mahubiri ya nini? Mahubiri mostly mali, miujiza na uponyaji. Mpendwa, sisemi kwamba katika Mungu, katika Kristo hakuna miujiza, hakuna maombi ya kuombea uchumi, hakuna maombi ya kuombea vitu hivyo vyote. Yapo. Hakuna mahubiri, hakuna miujiza, hakuna ishara, zipo. Lakini pia kumjua nabii wa uongo, kumjua mwalimu wa uongo, kujua hivi vitu vya uongo ni kwa habari ya mafundisho yao, kwa habari ya unabii wao ambao unatolewa. Mpendwa katika Bwana, huko utaweza kuwajua manabii wa uongo. Sasa ukisoma katika kile kitabu cha Marko 8 na ule mstari wa 36 anasema, kwa kuwa itamfaidi mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Mpendwa, hawa watu watakuwa wanafundisha mostly maisha ya mwilini na kusahau utukufu wa Mungu, wakisahau nguvu ya Mungu. Ndio maana utafuata ishara na ajabu, utaenda katika miujiza, katika haya yote, mwisho wa siku huku umesahau maana ya Yesu Kristo kuja ulimwenguni ni nini, ili kila mwanadamu aokolewe, awe na uzima wa milele. Maana haya yote haya yapo kwetu, ni automatic katika hali ya mwili. Hivyo wanakuja kufundisha katika namna hiyo, kwa sababu ndio mwili wako, ndio nafsi yako unataka kufata hayo. Anasema katika kitabu cha Warumi kwamba mvaeni Kristo, msije mkaangalia mwili hata kuziwasha tamaa zake. Ukiangalia mwili utaziwasha tamaa zake na kusahau ule utukufu wa Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wenyewe una demand, mwili unataka vitu hivyo. Mwili hata ukipigwa kofi, kazi ya mwili unataka kurudishia, lakini roho inasema samehe. Hata ukifanya kitu fulani, mwili unataka kisasi, hautaki suluhu. Mwili unataka kutimiza lile kusudi lake, hautaki kumtii Kristo, bali roho ndio inayofanya mambo hayo yote. Hivyo kwa njia ya mafundisho, kwa njia ya miujiza na ishara zao tutaweza kuyajua, na hili jambo nitaliongea kwenye hoja ya chini, hoja ya 4. Mpendwa, hoja nyingine katika kumjua nabii wa uongo, kujua mafundisho ya uongo, kujua mhubiri wa uongo ni katika njia ya ishara na maajabu. Mpendwa, Biblia inasema ishara hizi zitaambatana nao wote waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watashika nyoka, watakula vitu vya kufisha, wala havitawadhuru, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Mpendwa,
Kazi pia ya shetani ni kutwist, ni kubadilisha ule mtazamo, lile tamanio la mwanadamu na kumtimizia ile tamaa yake anayotaka kuifanya. Wakati Yakobo anafundisha katika Yakobo 4, anasema vita vyatoka wapi? Mapigano yatoka wapi? Faraka, uzushi zinatoka wapi? Si katika tamaa zenu zinazofanya vita ndani yenu. Ndani ya miili yetu ndipo kunakofanya vita. Tunatamani, anasema mnatamani wala hamna kitu. Mnakuona wivu kwa sababu hamuombi. Hata mkiomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu, kwa sababu ya tamaa ya mwanadamu, kwa sababu ndimo tamaa, katika tamaa ndimo ambapo vita hufanyika. Sasa katika ile Yuda 1 mstari ule wa 4 anasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Hawa watu wamejiingiza kwa siri, wana twist, wanabadilisha kwa sababu ya faida zao, kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu wanataka wajipatie vitu fulani. Hivyo siku wanabadilisha ile hali, zile ishara na miujiza wanaibadilisha, huko wakishiki kichwa ambacho ni Kristo. Mpendwa, unaenda kanisani kwa lengo gani? Mpendwa, unamsikiliza mhubiri kwa lengo gani? Unafanya hicho kitu kwa lengo gani? Je, ni kwa ajili ya kujifunza ufalme wa mbinguni au ni kwa ajili ya kutaka faida yako wewe? Je, unaenda kanisani kwa ajili gani? Unataka kujifunza utumishi na utukufu wa Mungu au unataka upate faida yako mwenyewe? Mpendwa, kama unataka faida yako mwenyewe, you are wrong. Kama kanisa linafundisha miujiza na namna hiyo, hicho kitu ni kitu kibaya. Katika Yohana 4 ule mstari wa 48, Yesu Kristo alisema, usipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Alimuuliza hilo swali Jairo. Kwa nini? Kwa sababu they expecting Jesus to heal someone so that they can believe. Wanatarajia kwamba Yesu Kristo amponye mtu ndipo waamini. Sasa anawaambia, kwa msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa ninyi. Amina. Mwisho wa siku Kristo anataka nini? Anataka utimize maana ya neno imani. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatajwa, na ni bayana ya mambo yasioonekana. Unseen things ni jambo ambalo halionekani. Nilifundisha vizuri wakati nafundisha kwa habari ya ishara na miujiza. Hivyo vitu sio vya kuvitafuta, bali mtafute Kristo. Yeye ndiyo utukufu, yeye ndiyo nguvu, yeye ndiyo uweza. Anayajua yote yaliyopo kwako mpendwa. Acha kujitaabisha, acha kuhangaika, mfuate Kristo. Yeye ndiyo nuru yetu, yeye ndiyo utukufu wetu. Mpendwa, katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa 1 mpaka wa 6 anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo ni wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu Kristo haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. 4, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. 5, hao ni wa dunia, kwa hiyo wananena ya dunia na dunia huwasikia. 6, sisi twatokana na Mungu, yeye amjuaye Mungu atusikia, yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Katika hili twamjua roho wa kweli na roho ya upotevu. Tunayajua haya yote mpendwa. Kwa kuwa tunayajua haya yote, na kwa kuwa tuzijaribu kila roho, tusikubali kila roho, bali tujaribu kila roho. Anakuja mtu anakuambia mafundisho, yale mafundisho yapime katika neno la Mungu, yapime katika uwezo wa Mungu, yapime katika Kristo. Je, yanafiti? Je, yanafaa? Kama hayafai, mpendwa katika Bwana, achana nayo. Kama yanafaa, hayo maandiko nenda nayo. Watakuja watakuambia vitu vya kukushawishi, vitu vyenye kukutia mambo fulani. Ni mafundisho ya kimashetani. Anasemaga Timotheo wa kwanza 6 na ule mstari wa 3 mpaka ule wa 8. Anasema, mtu awe yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utauwa, amejivuna wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu na kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda na ugomvi na matukano na shuku mbaya. 5, na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida, wanakuwa wanasema mambo hayo. 6, walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. This is a benefit. Utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa kuliko hayo mambo yote. 7, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo
tutaridhika na vitu hivyo, mpendwa katika Bwana. Huo ndio utukufu. Hayo ndio mambo ambayo yanayotakiwa kufanyika katika mtu ambaye muamini Kristo. Mtu akija na mafundisho mengine tofauti na ile imani ya Kristo Yesu, huyo mtu ana wazimu. Tena usimsikilize, tena usiendelee kumfata, tena acha kabisa, kata mguu wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu utaenda kupotea katika mambo hayo yote, mpendwa. Jambo la mwisho, kama tulivyoongea katika ile waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa kwanza, test the spirit, zijaribuni roho, msikubali kila roho. Tusikubali kila roho, mpendwa, ijaribu kila roho. Je, ujue hii roho inatokana na Mungu, mpendwa? Kama hapa na hapa tunaongea kitu kikubwa zaidi kwa habari ya manabii na unabii, mpendwa, unabii na manabii. Katika ile Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. 3, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru watu wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua kweli. Naruka mstari wa 7, bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Mpendwa, jizoeze kupata utauwa katika utukufu wa Mungu, na usikubali hayo mafundisho ambayo zinatokea, mafundisho ya mashetani ambayo yatakuja na roho zidanganyazo, roho zinazosema uongo juu ya vitu fulani, juu ya neema ya Mungu, juu ya Kristo Yesu, juu ya neno la Mungu. Hayo mambo usiyakubali. Manabii na unabii wao, sio kila unabii, sio kila manabii wanaoongea ni maneno maovu au maneno mabaya, bali ujaribu unabii unavyokuja kwako. Mtu anavyokuja kukwambia kwamba sijui agano la bibi yako limekufuatilia, kitu gani kinakufuatilia kwako wewe? Ijaribu hiyo roho, mpendwa, ichanganue, ujue kabisa kama umeingia katika neema ya Kristo, kama umeshaingia katika uwezo wa Kristo, hiyo kama wewe ni born again, hiyo roho ya bibi yako inakufuatilia kufanya nini? Inakuja kufanya nini? Zijaribu kila roho, mpendwa katika Bwana. Usikubali wala usije ukatumikia maneno yao ya kushawishi na roho zinazodanganya. Mpendwa, wakati tunakwenda kumalizia mahali hapa katika unabii na manabii na unabii wao, nataka nikupe kitu kimoja, story moja nzuri sana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 22 na ule mstari kuanzia wa 6 ukianza kusoma pale mpaka ule mstari wa 27. Habari hii inahusu watu kadha wa kadha. Kuna mfalme Ahabu, kuna mfalme Yoshafati. Mfalme Ahabu alikuwa mfalme wa Israeli, Yoshafati akiwa mfalme wa Yuda. Alafu kukawa na manabii 400, lakini pia kukawa na nabii Mikaya. Mpendwa katika Bwana, siku hii kukawa na vita inaenda kupigana. Mwisho wa siku mfalme Yoshafati akamwambia mfalme Ahabu, je, hakuna nabii katika Israeli tuweze kumuuliza juu ya Bwana? Nabii alikuwepo, akasema yupo nabii, lakini huyo nabii hanitabirii vizuri, ambaye ni Mikaya. Na manabii wote walikuwa wakimtabiria mfalme, ukianza mstari wa 6 kule, wakimtabiria mfalme Ahabu kwamba aende kupigana vita, naye ana ushindi mkuu, naye ana utukufu mkuu. Mwisho wa siku Yoshafati akasema basi kamwiteni huyo nabii. Walipoenda kumuita Mikaya, wakati wamemtuma kwenda kumuita Mikaya, Mikaya yule mtu mhitaji alienda kumuita Mikaya, akamwambia Mikaya, usije ukamwambia mfalme mambo mabaya. Alipofika kwa mfalme Ahabu, Mikaya wakamuuliza, je, twende kupigana Ramoth Gileadi? Aliposema twende kupigana Ramoth Gileadi, Mikaya akasema, mfalme, nenda ukapigane. Mfalme akasema, hapana, huyu lazima yuko tofauti. Ahabu akasema, hapana, niambie ukweli, je, niende Ramoth Gileadi? Ndipo ambapo nabii Mikaya akafungua kinywa chake. The prophet Mikaya akaamua kufungua kinywa chake, akasema hivi, nilimwona Bwana ameketi juu ya kiti cha enzi ya Mungu, amezungukwa na malaika. Mpendwa, anasema hivi, ndipo akasema, ni mtume nani atakaye kwenda kumdanganya Ahabu? Ndipo akasema nitume mimi. Akasema, utaenda kwa namna gani? Akasema, nitakuwa pepo wangu juu ya vinywa vya manabii wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanapenda kumpraise mfalme, wanapenda kumtazama mfalme. Hivyo ikaingia roho ya uongo juu ya vinywa vya manabii, kwa sababu wanataka kusatisfy mwili wao, wanaacha njia ya Kristo. Manabii 400 wote wakamtabiria Ahabu kwamba nenda Ramoth Gileadi, nenda Ramoth Gileadi kapigane, nenda Ramoth Gileadi kapigane. Kinachotokea ni nini? Manake wanamtabiria rise ili aende kufanya hicho kitu. Kwa sababu gani? Ndicho kitu ambacho anataka kukisikia mfalme. Hataki kusikia anauliza tu kwa Mungu, lakini hataki kusikia kwamba Mungu ajibu hichi, bali ameshapiki njia yake, ameshachagua njia yake. Ipo njia inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake uelekea upotevuni. Hivyo ndipo Zedekia akaja akampiga Mikaya kofi, akamwambia, roho ya Bwana alitokaje juu yangu akaje kuseme na wewe? Mikaya anamwambiaje? Namalizia mstari ule wa 25. Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba chako cha ndani ili ujifiche. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya kamrudisheni kwa Amoni mkuu wa mji na Yoashi mwana wa mfalme
mkaseme, mfalme amesema hivi, mtieni mtu huyu gerezani, mkamlishe kwa chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Mpendwa, kumbuka Mikaya hapo juu mstari wa 23-22 pale akamwambia tena, nikaona Israeli wametawanyika katika milima yote na mfalme amepata madhara. Hivyo mfalme akirudi kwa amani, labda kama sio Mungu aliyesema na mimi. Mpendwa, hiyo ndio unabii. Unabii lazima utimie. Unabii lazima ufanyike, unabii wa Mungu. Anasema na hilo neno la kinabii likitoka, lisipotimia, ujue hilo neno halikutoka kwa Mungu, bali maneno yote ya unabii ya Mungu yanatimia, kwa sababu Mungu ni amina, Mungu ni kweli, Mungu anathibitisha, Mungu ni kibali, Mungu ni uweza. Mpendwa katika Bwana, hiyo ni njia ambayo tunaweza tukawagundua manabii wa uongo. Kwanza, jambo la msingi zaidi, muamini Yesu Kristo. Mpendwa, hapo utaijua kweli, nayo kweli itakuweka huru. Utaacha kuwa mtumwa wa watu, utaacha kuwa mtumwa wa vitu vingine. Mpendwa, sisemi kwamba kusaidia kufanya wachungaji, kuwasaidia wachungaji kufanya mambo fulani ya utumishi ni vitu vibaya. Ni vitu vizuri sana na vitu vinapendeza, maana anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuadibisha wakaenda katika haki. Anasema mstari wa 17 hiyo wa Timotheo wa pili 3 kwamba ili kila mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda matendo mema. Mpendwa, it's better to do things, to do good things. Ni vizuri sana kufanya vitu vizuri, ni vizuri sana kufanya utumishi mzuri, lakini mpendwa, kuwa makini na hizo roho. Kwa muamini Kristo utaijua kweli, nayo kweli itakuweka huru. Pili, jua neno la Kristo, soma neno, jifunze neno. Mpendwa, lielewe neno la Mungu. Ukisha lielewa neno la Mungu, hilo neno ni upanga, hilo neno litagawanyisha roho na nafsi, mafuta na mifupa iliyoko ndani yake, lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Lakini pia mpendwa katika Bwana, utajua mahubiri yao na mafundisho yao wanayofundishwa. Lakini kitu kingine, utajua unabii wao na manabii wanaosema ni maneno yapo katika mfumo wa namna gani. Mpendwa, hapo utalijua kanisa la uongo, hapo utamjua nabii wa uongo, hapo utajua mwalimu wa uongo, utamjua mwinjilisti wa uongo, utawajua wachungaji wa uongo. Mpendwa katika Bwana, hili ndio jambo la msingi. Hiyo sio kazi yako kwanza kuwatafuta, bali neema ya Kristo kwa kuwa iko ndani yako. Utakapoenda katika mazingira ya namna hiyo, ndio kusudi ya somo hili. Utakapoenda katika mazingira ya namna hiyo, ili uweze kutoka na kuelewa nini ambacho kinaendelea mahali hapa. Mpendwa, neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe, na siku ya leo tunaishia hapa. Tukutane wakati mwingine. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom, shalom.